Mama, kwanza heshima yako. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Ramadhani inaendelea? Ramadhani inaendelea. Tunafunga? Kabisa nimefunga. Safi sana. Tukianzia moja kwa moja, mtandaoni sasa hivi kumekuwa na vitu vingi sana ambavyo vinaibuka na vinavyoendelea kushika hatamu mpaka sasa hivi, lakini moja kati ya jambo kubwa ambalo liliibuka ni kwa Maimartha kuongea kuhusiana na Zailisa pamoja na Haji Manara kuhusiana na ndoa yao, kusema kwamba Zailisa baada ya kutoka kwenye sherehe alienda moja kwa moja kwa Dula Makabila. Je, kwa kile kitu ambacho alichoongea Maimartha ni sahihi kuongea mbele ya hadhara na kimeenda kutrendi mitandaoni? Kama ilikuwa ni kweli, ilikuwa ni sahihi kwa sababu ana evidence zote, lakini kama ilikuwa si sahihi, lakini anapaswa kuwa makini kwa sababu unayemzungumzia ni mwanadamu. Itafika mahali atachoka dhihaka, ataamua kuchukua hatua. Sasa akichukua hatua na tayari ana ushahidi, mfano mimi niliona alivyomzungumzia, lakini baadaye niliona kwenye page yake Manara kaposti wanafuturu na Zailisa, lakini pia nikaona comment ambayo ya Manara pamoja na Zailisa wameenda kwa Maimartha. Sasa inawezekana pia nikazungumzia hivi, lakini kumbe ni watu ambao wanafahamiana, wanajuana wenyewe. Kwa hiyo hata alivyozungumza vile akaona hakuna ubaya, ila kwamba kuna mwingine ukimzungumzia vile na ana uhakika na ulichokizungumza. Inategemea siku mtu kaamkaje. Na mtu siku kaamka bwana, tafuta mwanasheria kaweka pale, inakuwa ni jambo jingine. Kwa hiyo hata kwenye kuzungumza, basi tunapaswa kujaribu kuangalia kipi tukizungumza ambacho chenye ukweli na ukweli kabisa, na kipi ambacho hakifai kuzungumzwa, uangalie kitu kingine. Lakini baada ya kuposti ile posti Maimartha, tukaja kuona comment zikishuka pale. Moja kati ya comment ni ya kwake mwenyewe Zailisa akishusha matusi. Je, kwa Zailisa pia naye alikuwa ni sahihi kufanya vile, kushusha matusi kwenye ile posti, na matusi yameonekana hadharani kabisa? Ilikuwa ni sahihi kushusha matusi? Si sahihi, na ndio maana nikasema kwamba inawezekana wenyewe wanajuana ama wanafahamiana, lakini kwa kushusha lugha chafu ambayo pia ikaleta athari, si kitu kizuri. Najua hii mitandao ambayo tunaitumia sasa hivi, tunatumia sasa hivi kwa kiasi kikubwa, na ndio ina nguvu kubwa. Tunapaswa kuitumia vizuri na kuweza kuilinda vizuri na kujua kipi nizungumze, kipi nikiandike, kipi nisiandike. Lakini wakati mwingine ni jazba. Najua mtu anakuzungumzia kitofauti, unaamua, yani ile ni hasira kufanya vile, lakini inakuwa si sahihi. Ndio. Ukipata nafasi ya kumshauri Maimartha, kitu gani kikubwa ambacho utamshauri kuhusiana na vitu ambavyo anavifanya especially kwenye ndoa za watu na vitu kama hivyo? Kama anachokiandika na uhakika nacho na ile ni kazi yake ameichagua, sio mbaya, lakini kiushauri namwambia kwamba anapaswa kuwa makini. Si watu wote unaweza ukawazungumzia kinegative alafu ikawa sio, inaweza ikamfikisha mbali. Kumwambia, mimi namwambia tu awe makini basi. Ndio. Lakini tukisalia hapo hapo, tuliona pia story nyingi bado zinaendelea kusambaa mitandaoni. Maimartha pia kuna posti kidogo nyuma aliposti kuhusiana na Diamond na Zuchu, and then tukaona pia Diamond aliwaka kuhusiana na ile posti ambayo aliposti, yani kwamba akiongelea mahusiano ya Diamond na Zuchu. Hii inawezekana ikawa inamchushia credit Maimartha kwa mashabiki zake. Yeye sasa unajua anapotengeneza content yeye anataka iende. Lakini pia angalie, lakini bado naendelea kusema, unajua kuna mtu ukimzungumzia kwenye mtandao ameshazungumzwa sana, anaona macha tu aseme, lakini kuna mwingine hawezi kukubali. Ndio maana nikatoa mfano kwamba awe makini. Kuna mwingine ukimzungumzia ataendelea kufurahi, ataendelea kudharau, lakini mwingine hatoweza kufurahia. Kwa mfano alivyozungumzia kwamba Hadija Kopa aliweza kupaniki, akaweza kuzungumza na maana alimpigia simu akaweza kuzungumza, lakini Hadija Kopa kama alipaniki. Sasa vile nako ni kitu kimoja kibaya sana. Unaweza baadaye ulikuwa na uhusiano mzuri na fulani, uhusiano ule ukawa hauko sawa. Kwa hiyo ndio maana nikamwambia kwamba aangalie
kipi anatakiwa kufanya kiwe sahihi na kipi ambacho mwenyewe afikiri, kwa sababu lazima ubalance story. Yeah. Lakini pia sasa hivi mwaka huu umekuwa ni mwaka ambao ndoa zinafungwa nyingi na mastaa wengi sana wanafunga ndoa, au sio? Tuliona pia ndoa ya Jux na mkewe Priscilla. Tukaja kushuhudia pia mchezaji wa Yanga Aziz Ki na Hamisa Mobeto akiolewa. Katika hizi ndoa mbili ambazo zimefanyika kwa siku za hivi karibuni, ipi ni ndoa ambayo wewe ilikuvutia zaidi kuliko ndoa ya mwingine? Yaani ipi ndoa ambayo unasema hii ukiangalia ilinivutia sana? Mimi nimevutiwa na ndoa zote. Kwa nini nimevutiwa na ndoa zote? Kwa sababu muoaji na muolewaji wote ni wakubwa. Unajua kuna umri mtu akiingia katika ndoa ni sahihi. Kwa sababu mfano tuzungumzie anaitwa Priscilla. Ameingia kwenye, amekubali kuolewa na Jux. Inawezekana hakuolewa na Jux, ameolewa na Juma. Ndio. Umeelewa? Hamisa inawezekana anajua hajaolewa na Aziz Ki, ameolewa na nani? Ama na mazungumza hajaolewa na mchezaji, ameolewa na Aziz Ki. Sijui umenielewa? Sasa unajua kabla hujaolewa ama kabla hujaoa, kuna watu wanatafakari kwamba mimi naolewa. Kwa mfano natoa mfano samani, na unaolewa na mimi, siolewi na mbunge, naolewa na sijui umenielewa, kwa sababu cheo kitakwenda kitakwisha, atabaki yule. Sasa wao walioolewa, waliooa na kuolewa wote ni wakubwa. Unajua kuna umri ukivuka tayari unakuja kutoa maamuzi ambayo yako sahihi, na kuna umri uwezi ukatoa maamuzi ambayo yako sahihi. Labda upate muongozo kutoka kwa mzazi ama mlezi. Kwenye ndoa ya Hamisa na Aziz Ki, comment nyingi sana za mashabiki wanasema kwamba Hamisa pale kwa Aziz hajafuata mapenzi bali kafuata hela. Ukiangalia kwa upeo wako na ni legend kabisa, unaona ni kweli kafuata hela ama ni maneno tu ya mitandaoni? Yale ni maneno tu. Maamuzi yako kwa Hamisa na maamuzi yako kwa Aziz Ki, na mpaka wameamua nani huyu Hamisa kukubali kuolewa, katoa maamuzi yako yeye kwake yako sahihi, hakukurupuka, na imani kabisa ameamua kuolewa kwa sababu umeelewa? Yaani mfano labda nitoe, Hamisa ana watoto wawili na kabla ya hapo alikuwa na watu wanaoshirikiana. Tena hiki kitu naomba nikizungumza ambacho kilikuwa kina sana. Unajua alipotoa maamuzi ya kuolewa, watu tena bado wanaendelea kuweka wale wanaume ambao walikuwa nao. Sasa afanye nini ili liwe jema? Hajaolewa walimsema, ameolewa wanakwenda kutengeneza zile picha za wanaume wengine. Si sahihi. Fike mahali wa Tanzania baadhi yetu tuelimike kupitia hili. Yaani unavyoweza kukwazika wewe, elewa pia na yaani kwamba kama kuna Mtanzania ambaye amefanya vile, huwa yeye akikutana na kitu kinamkwaza, basi elewa hata yule naye Hamisa ni mwanadamu, anakwazika vile vile. Kwa kauli yako inamaanisha kwamba Watanzania pia ni watu ambao wanaosukuma zaidi labda kuharibu mahusiano ya watu ama kujenga mahusiano ya watu kama ukiwafuata. Kama ukiwafuata, kwa sababu mwanadamu nafikiri kabla hajafanya kitu anafikiri. Kwa hiyo ukifuata zile comment za kwenye mtandao, kuna nzuri zifuate, mbaya ziache kama zile, kwa sababu kuna watu wanaambia usiweke maisha yako kwenye mitandao, lakini ukumbuke yule ni maarufu. Unaelewa? Kuna vitu ataviweka na kuna vitu hatoviweka. Atakwambia jana mimi nilifanya mapenzi na mpenzi wangu, akaviweka hadharani, hawezi. Ama tunataraji kujenga nyumba, tumekwenda sehemu fulani, hawezi. Lakini kuna vitu, kwa mfano kama juzi amefuturisha. Mimi nimeingia kwenye page ya Hamisa, sababu mimi naendesha hizi program. Unajua ukitaka kumzungumza mtu lazima umfahamu. Lakini mbona hajaposti anafuturisha, hajaposti wamefuturu, wameposti watu wengine ambao walioitwa, lakini yeye hajaposti. Umeona hicho kitu? Kwa hiyo sasa ndio maana kuna mtu mwingine akifanya kitu anambia sitaki uchukue picha. Mimi nishafanya shughuli za viongozi mbalimbali, mimi ni MC. Na ninafanya na anakwambia usichukue picha Mariam. Na mchukuaji picha usitume. Sijui umeona. Kwa hiyo kuna mtu anamwambia Mariam nifanye shughuli ya mtu fulani, fanye shughuli ya mtu fulani, fanye shughuli ya mtu fulani. Hakuna. Labda ile ambayo ilikuwa imewekwa dhahiri ya makamu wa rais, ndio ya mtoto wake ndio nilifanya, ndio wametenda, sio mimi sijaposti. Ni watu wameposti wengine ambao waliruhusiwa, lakini hawakuposti ile event yote. Hata Hamisa juzi alivyowaita watu kufutulisha, ingetaka mwenyewe kwambia jamani naomba msiposti, lakini wacha ni waposti wa Uhuru kwa sababu hakuna kibaya pale. Ndio.
Lakini pia Watanzania kuna ndoa ambayo wamekuwa wakishadadia sana, ni kati ya msanii Diamond Platinum pamoja na msanii mwenzake kutoka lebo ile, msanii wake Zuchu, na imekuwa kila siku inazungumziwa sana kwenye midomo ya wanaburudani. Je, ni sahihi kwa upande wako watu kuisukuma hii ndoa, ni kwamba watu kaika pressure kuhusiana na hii ndoa ya Diamond pamoja na Zuchu? Mimi nafikiri wao hawafuati watu, ndio maana bado naendelea kusema kwamba ukimfuata mtu zuri lifuate, baya liache. Bado naendelea kusema ndoa inapangwa na Mungu, ndoa hapangi mwanadamu. Hata hao wanaomsema Mama Diamond anamzuia mwanae kutokuoa hata yeye hana uwezo huo. Ni mwenye uwezo huo ni Mungu. Na siku Diamond atakaoamua, hakuna mtu yote kuweza kumshika shati, suruali, pensi, bukta, kofia, ni yeye mwenye maamuzi yake. Kama Mungu amepanga atamuoa Zuchu, atamuoa Zuchu. Kama Mungu hajapanga, hajapanga. Umenielewa? Ehe. Kwa hiyo kwamba yote tunayofanya ni Mwenyezi Mungu. Kwa mfano kama mimi hapa mnavyonihoji, leo ni Mwenyezi Mungu alipanga leo mimi nihojiwe. Ndio. Kwa hiyo kwenye comment ambazo narusha mashabiki ni sio sahihi kuwarusha wasanii wetu wawili kwamba wachagize ndoa. Mimi nasema sio sahihi kwa sababu huwezi kuingilia maisha ya mtu. Wenyewe wana mikakati yao na wana mipango yao. Wewe mipango yako unaoipanga ukiwafuata watu si utapotea. Kuna mema utayachukua au watu wanazungumza mema na kuna watu wanazungumza mabaya. Kwa mfano urudi kwenu ukafuturu, sijui watajuaje kama Zuchu anafuturu kwa mamake na pale yuko kimziki tuna Diamond sio mtu wake. Umeona Lakini pia inaonekana kwa mwezi wa Ramadhani pia bado wako pamoja. Lakini wale wote ni Waislamu. Je, hiyo imekaa ni sawa lakini? Yaani unaweza ukaona wako pamoja katika mwezi mtukufu wa Ramadhani labda kwenye kazi. Lakini baada ya hapo watu wanaachana. Yaani wanabuyu anakwenda huku na huyu ananikimbia. Kwa hiyo sikukurupuka. Sikukurupuka kabisa. Sikukurupuka. Kumkabidhi mwanangu kwa Ahmed Ally sikukurupuka. Ndio. Nikisema Ahmed Ally ana mapungufu yake, hata mwanangu ana mapungufu yake. Hakuna mwanadamu mkamilifu. Kilichokuwepo ni masikilizano tu. Hilo ndo kubwa na la msingi. Kipo anajua mwanangu anajua. Kwani mimi mamake si niko kwenye ndoa? Huu mwaka wa 30 ngapi? 33, 34. Sijui umenielewa. Kwa hiyo ile lifestyle yangu ataifuata. Maisha yatakwenda. Leo mume hana, watastamiliana. Mume anacho, maisha yatakwenda. Kitu gani ambacho unachokipenda kutoka kwa mkwe wako Ahmed Ally kwenye kazi yake ambayo anayoifanya? Kwenye kazi yake, kwanza nilicheka sikio ananiambiaje? Kuna nilicheka ile comment kwa kweli mimi mpaka nienda nimjibu. Akasema baba mkwe kiredio, mama mkwe mtangazaji. Wana Yanga tutawachamba mwaka huu. Umeona? Basi kwa kweli napenda kazi yake anavyozungumza na mimi ni mtangazaji. Yaani ile comment ilifanya nicheke na ili niwatumie wanangu. Yaani ikawa ni tafrani kwa kweli. Mimi nashukuru sana, nampenda mwanangu, nampenda tena nampenda mno. Kwa sababu kwanza Ahmed mimi ni mama yake. Ni mama yake mdogo. Mama yake mdogo kwa sababu mama yake mzazi mimi namuita dada. Kwa hiyo sisi ni family friend. Kwa hiyo mkaendelea kuunganisha udugu. Kabisa. Labda kuna kitu kimoja hivi kuhusiana na ndoa ya mwanao na Ahmed Ally, au sio? Tunajua kwamba Ahmed Ally ni mtu maarufu, pia Mariam ni mtu maarufu kabisa. Nadhani umekaa naye chini sana mwanao, umempa darasa la kutosha kabisa kuhusiana na ndoa yake ambayo anaokwenda aloingia tayari kabisa ambayo ameolewa. Lakini watu wanajiuliza, mbona ndoa imefanya kama kisirisiri? Labda the way tungetarajia kuona matangazo mengi, sherehe kubwa imefanyika, kwa sababu Mariam ni mtu mkubwa, Ahmed ni mtu mkubwa. Kwa nini imekuwa ni ndoa ambayo imefanyika kichini chini sana, haikuwa na matangazo mengi? Maji ufuata mkondo. Ndio. Mimi mama yao ndoa yangu ilikuwa hivyo hivyo. Ndio. Dada yake ndoa yake ilikuwa hivyo hivyo. Na yeye mwenyewe tukafanya hivyo hivyo. Ndio. Umeelewa? Mimi wakati natolewa mahari ndio siku yangu ya ndoa. Pasi na mwenye kujua 9 Disemba 1991. Ndio. Umeelewa? Kwa hiyo na mtoto wangu wa pili, mtoto wangu wa kwanza na yeye ndoa yake imefanyika hivyo. Kama ilivyokuwa ya kwangu. Siku anatolewa mahari na ndoa ikapita. Ndio. Na ya binti yangu hivyo hivyo wa mwisho huyu Radhia. Hivyo hivyo. Kwa hiyo anasema maji ufuata mkondo. Ndio.
Kama sherehe zitafuata sherehe, sio ndo kusema itaenda kumfanya mtu adumu, na hata kufanya hivyo kisiri pia sio kumfanya mtu adumu. Maridhiano, masikilizano wanayo wao wenyewe. Tukimalizia kabisa la mwisho, sasa hivi utandawazi umezidi kuenea duniani kote, kila kona sasa hivi kuna utandawazi. Lakini kuna tabia moja ambayo imeibuka kwa watoto wa kiume pia, kutoboa masikio, kutoboa pua. Wewe ukiwa kama mtu ambaye upo kwenye game kwa muda mrefu sana, tupe take yako kuhusiana na hili sakata. Watu wengi sasa hivi ukiangalia watoto wa kiume, sio kwa wasanii, sio hata watu wa kawaida, imekuwa ni kama mtindo wao, mtu anatoboa pua, anatoboa sikio. Kwa mtoto wa kiume hii haimshushi? Inamshusha, na ndio maana unaambiwa wanaume wako wachache, wanawake wako wengi. Ndio hatimaye watu wanaamua kupigana, umenichukulia. Lakini kwa kutoboa pua, kuvaa hereni, kutoboa pua si vizuri. Na hata kuvaa hereni kidini si vizuri. Kwa dini ya Kiislamu. Kwa sababu mwanaume anatakiwa aoneshe wanaume wako. Lakini pia anaweza kumwona mtu katoboa pua, kavaa hereni, lakini ni rijali na hana mambo ya kijinga na maisha yake anakwenda anaendesha. Menele unategemea yeye amekulia wapi na familia gani. Tuchukulie mfano nikwambie. Watu walikuwa wanasema Hamisa hajai kubandika kucha, yale ni makuzi yake aliyoyazoea. Hamisa hana tattoo, yale ni makuzi yake ambayo ameyazoea. Kwa hiyo tukirudi kwa wanaume pia ni makuzi yake, ama ni aina gani ya watu waliomzunguka. Najua aina ile kuzunguka unaweza kukubadilisha tabia, japokuwa ni wachache ambao wanaweza kubadilishwa tabia. Shukrani sana kwa time yako. Nashukuru pia. Miriam Migomba. Nakushukuru sana, asante. Heshima yako kwa mara nyingine. Asante.